taa imeshawaka tayari. Maeneo ya visiwani na delta yana changamoto za kipekee zikiwemo umbali kutoka gridi ya taifa, gharama kubwa za usafirishaji wa vifaa na mtawanyiko wa makazi unaoongeza gharama za usambazaji wa nishati ya umeme. Hata hivyo, changamoto hizi haziwanyimi wananchi wa maeneo hayo haki yao ya kupata huduma ya nishati ya uhakika na nishati nafuu. Kwa kutambua hilo, serikali imeendelea kuanza na kutekeleza mpango mahususi wa matumizi ya mifumo ya umeme jua, yani solar home systems, pamoja na grid ndogo, yani mini grid, kama suluhisho la haraka linaloendana na jiografia na mazingira ya visiwani na lenye gharama nafuu katika kuwafikia wananchi wa visiwani na maeneo ya pembezoni. Kwa kutambua hilo, serikali kupitia REA na kwa kushirikiana na Benki ya Dunia ilibuni mradi wa kusambaza mifumo ya umeme jua visiwani, ambapo katika awamu hii mradi unalenga kuweka mifumo 20,000 ya umeme jua katika visiwa 120 kwa gharama ya shilingi bilioni 8 za Tanzania. Serikali imedhamiria kwa dhati kuhakikisha kwamba maeneo ya visiwa na ya pembezoni hayabaki nyuma katika upatikanaji wa nishati kwa sababu ya changamoto za kijiografia. Hatuwezi kukubali umbali, hatuwezi kukubali mtawanyiko wa makazi utukwamishe azma yetu ya kuwafikia wananchi. Vile vile, upatikanaji wa nishati ya umeme wote tunafahamu utaimarisha shughuli zetu za ufugaji wa samaki, kilimo cha mwani na huduma za utalii wa fukwe na visiwa ambavyo sehemu zote uchumi wake unategemea uchumi wa bluu. Nimezielekeza taasisi zote zinazohusika na nishati, hususan REA na TANESCO, kuhakikisha mifumo inayofungwa inakuwa salama, endelevu na inatoa huduma kwa viwango vinavyokidhi matarajio ya wananchi, na uwekezaji huu ni uwekezaji wa taifa. Ni lazima ulindwe na kusimamiwa kwa weledi mkubwa. Natumia fursa hii kumwelekeza mkandarasi aongeze kasi ili kukamilisha mradi huu ndani ya muda kama ilivyopangwa. Kwenye hili sisi wizara hatutacheka na mkandarasi. Anatakiwa achague moja, afanye kazi kwa wakati, au tumfundishe Kisukuma abaki hapa tumchague awe yule ndugu yangu anayecheza na nyoka, si ndio? Bezi oye! Tunahitaji, amepewa mpaka Mei 2027 huu mradi huu umekamilika. Sasa hatutakuwa na msamaha, hatutakuwa na msalia mtume. Tunahitaji akamilishe mradi huu kwa wakati, na kama mlivyoambiwa, nimeambiwa kuna visiwa vingine. Kuna kisiwa cha Tefu hapo jirani kinatakiwa kufanyiwa kazi, kuna kisiwa cha Ukala kinatakiwa kuendelea, watu wa Ukerewe wanasubiri huduma. Hatutakuwa na muda wa kumsubiri mkandarasi. Afanye kazi yake kwa weledi, akamilishe mradi huu kwa wakati, ili wananchi hawa wa Mbezi, kama ambavyo walimtunuku Mheshimiwa Rais kura nyingi za kishindo, waende wakapate tabasamu la utu na kutimiza ndoto ya Mheshimiwa Rais ya kuwaletea nishati safi na kuhakikisha wote tunakaa kwenye mwanga. Mradi huu kwa mkoa wa Mwanza utakava jumla ya visiwa 65. Ni mradi pekee ambao kwa eneo hili la ukanda wa ziwa unachukua visiwa vingi kuliko maeneo mengine yote, na hili kwa sababu ukanda huu una visiwa vingi pia kulinganisha na maeneo mengine yote. Kwa visiwa 65 tutapatiwa umeme kupitia mradi huu, na kwa upande huu wa Mwanza, Mheshimiwa mgeni rasmi, gharama ya mradi ni bilioni 4.8, ambapo kati ya hiyo kama alivyoeleza mwenzangu kuja pale, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amelipia kiasi cha shilingi bilioni 3.3 kwa wananchi wa visiwani, na bilioni 1.5 ambayo inabaki wananchi hao wanalipia kwa utaratibu wa ruzuku ambao ameueleza mwenzangu. Msisitizo wetu umejikita katika kuhakikisha miradi ina ubora wa teknolojia, matengenezo na inahusisha jamii tangu hatua za mwanzo. Mradi wa Mbezi ni mfano wa utekelezaji wa maelekezo hayo ya kimkakati.
wananchi wa Mbezi, mafanikio ya mradi huu hayatapimwa kwa uzinduzi wake tu, bali kwa uendelevu wake na namna mtakavyoboresha maisha yenu. Bodi itaendelea kufuatilia utekelezaji na uendeshaji wa miradi kama hii kwa kuzingatia ubora wa utekelezaji, thamani ya fedha na manufaa kwa jamii. Hata hivyo, uendelevu wake utategemea pia ushiriki wenu katika matumizi sahihi ya mifumo, ulinzi wa miundombinu na ushirikiano na watoa huduma. Na ndugu zangu wana Mbezi, leo hii naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati dada yangu Salome, aliloniahidi amelitimiza, naomba tumpigie makofi. Lakini kwa niaba ya waziri vile vile nikushukuru sana na umpelekee salamu zetu wana Ilemela. Hiki ambacho kimefanyika ni msaada mkubwa sana ambao utakaokwenda kuongeza uchumi kwa wana Mbezi. Tunafahamu changamoto zilizoko hapa ni nyingi, lakini changamoto ya umeme ilikuwa ni kubwa, na kwa sababu huku hatuna umeme wa gridi ya taifa, basi serikali kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan iliona sasa kuna haja ya kuleta umeme huku. Kwa hiyo ahadi niliyokuwa nimewaahidi wakati wa uchaguzi nimeitekeleza, sijaitekeleza? Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana tuupokee huu mradi kwa mikono miwili.